jezi, kwa sababu haya mambo yameanza, dunia imeanza kubadilika hii miaka 2002 hii. Allahu Akbar. Lakini asema itakuwa saa moja ni kama kadharamatin nar, kama mwako tu wa moto hivi. Kama moto umewaka pop, ukaona nimeona moto pale, ndio dharama. Adharama ndio inakuwa hivi, ni mwako wa mara moja. Yani siku utaona kama imepita kama kipanga. Nini maana yake? Maana yake kama bado unaona dunia ipo, wenye dunia yao wanasema masiku yanapungua. Mwenye tafsiri ya dunia ambaye ni Mtume Muhammad anasema hizi ni siku za mwisho, dalili ya kiyama. Kama hivyo ndivyo, tufanyeje? Usichezee wakati katika mwezi wa Ramadhani unaokuja. Jipinde sana, kwa sababu dunia ishaanza kuwasha taa ya parking. Madereva hii mnajua kipande hicho ambacho kikitengamaa mwili mzima unatengamaa, na kikiharibika mwili wote unaharibika. Mtume kasema ni moyo, na kila kitu kina moyo wake kwa mujibu wa Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia inna likulli shay'in qalba, hakika kila kitu moyo. Hata hii ardhi tuliokalia ina moyo, na ni hivyo hivyo, idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu. Ndio huo moyo, kwamba ukitengamaa mambo yote yanatengamaa. Hii dunia hii na moyo wake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huo moyo kauweka katikati ya dunia, chini ya ardhi huko, maili nyingi sana, kilomita 1000 nyingi. Ndani ya dunia kuna moyo unaoitwa alubu dakhili. Alubu adakhili, hiyo alubu dakhili ni mahala ambapo kunapatikana joto kali sana. Tunaweza kusema ni moto mkali, tena husemwa ni kuliko joto lile linalotoa jua. Katika dunia yafahamika hakuna kitu ambacho kina moto mkali kuliko jua, lakini chini ya ardhi huko kuna moyo wa dunia ambao moyo huo una joto kali sana, husemwa kuliko hata joto la jua. Huwezi ukafika huko, kwa sababu tangu dunia imeumbwa mpaka leo, aliyekwenda maili nyingi, kilomita nyingi katika ardhi ni yule aliyekwenda kilomita 12 tu. Hakuna zaidi ya kilomita 12 mpaka kiyama, hakuna atakayeweza kufika. Je, likipigwa bomu la nyuklia haliwezi likafika huko likofikia moyo wa dunia? Haiwezekani, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameuwekea tabaka za ulinzi na joto kali, ambapo bomu lolote linayeyuka kabla hajafikia hilo joto. Ndio bila shaka hata Mungu akasema inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayati li ulil albab. Kwa jumla aya inatuambia umbile la mbingu na umbile la ardhi zipo
aya. Vizuri tuzungumze aya, na pia ukisema dalili, zipo burhani za kujulisha uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu, ni sahihi zaidi. Kwa sababu nini? Maana ya aya ni kullu ma yuaddi ila ma'rifati llah, kila kile kinachopelekea kumjua Allah ndio aya. Na aya sio kama vile, ndio maana nasema siku zote kwamba aya isiitwe verse. Mkuu wa shule, aya isiitwe verse. Aya isiitwe verse kwa sababu verse ni a short number divisions on the of chapter in scripture. Asema ni yale maandishi machache tu, namba ambazo zimekusanya maandishi machache kwenye kurasa za maandiko matukufu. Hiyo sio maana ya aya. Aya ni kullu ma yuaddi ila ma'rifati llah. Ndio maana hapa mbingu na ardhi imeitwa ni nini? Aya. Sasa moja katika aya ya ardhi ukisoma ni huu moyo wa ardhi, na moyo huo Mwenyezi Mungu amejalia kwamba ukitengemaa ardhi yote, dunia yote inakaa sawa. Ukiharibika dunia yote inaharibika. Alubu dakhiliyu. Imam Ghazali rahmatullahi alayh, huo moyo uliokuwa chini ya ardhi kauita ayatullahi al-kubra. Ayatullahi al-kubra, kwamba ndio alama ya utukufu wa Mungu iliyokuwa kubwa, dalili ya utukufu wa Mungu iliyokuwa kubwa, lakini iko chini kabisa huko. Sasa nikwambie kwamba bahati mbaya, kumeelezwa katika jarida linaloitwa Nature ni jarida linalotoka Uingereza ambalo lachapishwa kwa kila wiki mara moja. Kazi yake linazungumzia habari za sayansi, lakini jarida zuri kabisa linaitwa Nature Geoscience. Hili nalo linatoka Uingereza, makao makuu. Kwa mwezi linatoka mara moja. Haya majarida yote mawili yameeleza kwamba hivi sasa dunia masaa yana upungufu, yani yale masaa 24 hayafikiwi. Yani usitaki kubisha wewe, tafuta tu hilo jarida la Nature au Nature Geoscience. Mwaka 2024 ndio wamethibitisha zaidi, kwa sababu hii taarifa ni tangu mwaka 2021. Wabelgiji wanasema kwamba dunia imebadilika. Sababu kubwa, moyo wa dunia unaumwa. Moyo wa dunia unaumwa. Kwa hiyo yale masiku si yale, wala mwezi si ule, wala mwaka si ule. Ndio maana kila wakati washangaa, mbona Ramadhani imefika haraka? Mbona Ijumaa inafika haraka? Mbona siku inaisha haraka? Rejea Nature and Nature Geoscience kwamba moyo wa dunia unaumwa, na katika kuumwa hauendi kwa ile spidi inayotakiwa hivi sasa. Una spidi maalum, kwa hiyo unachechemea. Na tuzungumze lugha tutakayoelewana.
mwendo wake unachechemea. Kwa hiyo chini huko kabisa, Allah alipoiumba hii dunia ili ikae vizuri, ili tangamae, ili inyoke, ili maisha yawezekanike, ili kusiwe na tabu, watu walime na wavune sana, na watu wawe na akili zilizokuwa sawa sawa, na maisha ende sawa. Mwenyezi Mungu aliweka kitu kinachoitwa alubu adakhiliyu tahta al-ard. Kwa hiyo huo ndio moyo wa dunia, lakini sasa hivi unaumwa na umebadilisha mwelekeo. Matokeo yake wanasema hili ni la kwanza kutokea, lakini kwa sisi Waislamu hili lilotokea tutakiwa tubadilike haraka. Masiku kukaribiana, siku kusogeleana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza jambo hili, akasema la taqumu saa hatta yatakaraba zamanu, kiama hakitotokea mpaka zama ziwe zinakurubiana, masiku yanakurubiana. Fatakunu sanatu kashahr wa yakunu shahru kaljumaati wa takunu aljumaatu kalyawmi wa yakunu alyawm kasaa wa takunu saa kadharamati minan nar. Au kadharamati nar, imo kwa shada kwa kadharamati minan nar au kwa dharamati nar, kwa mudhafu na mudhafu ilayhi. Nilisia kuambiwa unachukua nafasi ya mudiri, siwezi, taweza hizo mudhafu tu na mudhafu ilayhi, huko kwake kwingine sifiki. Hata mudhafu na mudhafu ilayhi sasa sijue lakini si tangazo zuri. Kwa hiyo ukiulizwa watu wa sayansi wanasemaje kuhusiana na hii hadithi ya Mtume Muhammad, sema kwenye jarida la Nature linalotoka Uingereza na Nature Geoscience wamezungumzia masiku kukurubiana, siku haikamiliki. Wengi ukiambia unajua siku hizi maisha yabadilika, watu wako bize. Muislamu hutaki kusema hivyo, kwa sababu tayari kuna nasu. Kuna nini? Nasu. La masagha liljtihadi fi mawridi nasi, qaida min qawaid al-usul. Maana kuna qawaidul fiqhiyya na qawaidul usuliyya, ni vitu viwili tofauti. Tafuta kitabu kizuri cha beti cha qawaidi hizi za kiusuli, kinaitwa An-Naqiyya, kitakueleza mambo mengi. Kwa hiyo Mtume katika hadithi anasema hakitotokea kiama mpaka zama ziwe zinakurubiana. Mwaka utakuwa kama mwezi tu. Unajua maana yake nini? Ni kwamba yale matukio ambayo ungekuwa unayahisi kwa mwezi mmoja utayahisi kwa mwaka mzima. Sasa hivi watu wanakumbuka mpaka kikombe alichonywea uji Ramadhani iliyopita. Baadhi wenye kufikiri sana mpaka ladha ya vibabu na vibibi anavisikia vya Ramadhani iliyopita. Bali mtu fikra yake ya kwamba nikope, baada ya mwaka mzima ndio nitakuja kulipa. Akija kudai mwaka umeisha, anaona ni kama mwezi.
ili mradi wametafsiri kwa namna nyingi hapo. Fatakunu sanatu kashahari, itakuwa mwaka mzima ni kama mwezi mmoja tu. Labda kabla sijaendelea, hili kwa huku Lukozi lipo halipo? Basi kama lipo kiama, lakini sina maana kwamba kitaanzia huko, ni kiama. Hii uliza dunia nzima, ndio hivyo hivyo. Watakunu shahru kaljumaa, na mwezi utageuka. Manake kana huwa ikawa na maana ya swara pia. Position mbili baba, chukua nafasi mbili na itakuwa mwezi kama wiki tu. Na ni kweli bwana, mwezi unakwisha kwa haraka sana. Si Ramadhani inakuja, mtaona mtakaposema kwamba mbona Ramadhani imeisha haraka. Mwaka jana si mlishangaa? Mwaka juzi si mmeshangaa? Ndio hivyo hivyo, ishaelezwa kwenye Nature and Nature Geoscience, na hawa ni kama tu wanathibitisha maneno aliyosema Mtume Muhammad. Watakunu aljumaat kal yawm, itakuwa wiki, Ijumaa mpaka Ijumaa itakuwa ni kama siku moja. Ndio hapo unashangaa, hivi leo ni Ijumaa. Unajua siku hizi watu wanapitwa sana na Ijumaa, wakijua ni Jumatano. Mpaka watu watoka msikitini sasa, mbona watu wanatoka makundi kwa ngombe Ijumaa leo? Watakunu aljumaatu kalyawm, itakuwa Ijumaa ni kama siku moja. Ndio hivyo hivyo, ukitaka kuipima, ipime kwa hisia, ipime kwa matukio ya mwezi mzima, utaona kama inatokea kwenye wiki moja tu, lakini siku zenyewe utakuwa pia washangaa. Lakini watakunu aljumaatu watakunu alyawm kasaa, itakuwa siku moja ni kama saa tu. Hivi ndivyo hata mimi nimeona leo, tangu tuswali alfajiri ni saa ile tu, ndivyo sivyo? Sasa hivi inakaribia kuwa saa 9. Ukikaa kidogo hivi siku imeisha. Zamani ilikuwa haiko hivyo. Zamani Ramadhani mpaka Ramadhani, sijui kwa nyinyi vijana wa 2000 Jezi, kwa sababu haya mambo yameanza, dunia imeanza kubadilika hii miaka 2002 hii. Allahu Akbar. Lakini asema itakuwa saa moja ni kama kadharamatin nar, kama mwako tu wa moto hivi. Kama moto umewaka pop, ukani muona moto pale, ndio dharama. Adharama ndio inakuwa hivi, ni mwako wa mara moja. Yani siku utaona kama imepita kama kipanga. Nini maana yake? Maana yake, kama bado unaona dunia ipo, wenye dunia yao wanasema masiku yanapungua. Mwenye tafsiri ya dunia ambaye ni Mtume Muhammad anasema hizi ni siku za mwisho. Hii inakoa ambayo ni alubu dakhili, huu moyo wa dunia, hivi ambavyo umeleta matatizo, ukizidi utaondoa kitu kinachoitwa nini, gamba la anga. Hii anga yetu hii, Mwenyezi Mungu ameiweka kitu kinachoitwa gamba la anga. Ardhi na gamba lake na nini, na hii anga pia ina gamba lake. Lile gamba wewe huwezi kuliona kwa macho. Moja ya kazi yake ni kupatikana hewa kwa hali nzuri. Hii hewa ya oksijeni inapatikana vizuri.
Lakini moja nyingine inazuia miale mikali ya jua. Jua ina miale yenye sumu, miale ya sumu. Tunaita miale ya sumu kwa sababu inasababisha maradhi, kansa, miale ambayo inasababisha sana kansa. Na hiyo miale ikitawala katika dunia, ardhi, virutubisho, mbolea ya asili ya ardhi inazama chini. Matokeo yake watu watalazimika kula vyakula vya dawa. Ukila cabbage utaita mboga za majani, lakini unakula dawa. Sikuharibii soko lako la mboga lakini tunasema ilivyo. Ukila ile blue call, ngoja nikutengenezee soko. Blue call ni moja ya mboga ambayo ina virutubisho vyote muhimu kwa binadamu. Inazuia kansa, inatengeneza akili kuwa sawasawa, inachangamsha mwili, inasafisha figo, inafanya ini lifanye kazi yake vizuri. Ni blue call. Blue call ina vitu vingi. Sijui hii blue call ya zama za kiyama ikoje. Unajua kwa nini? Gamba la dunia limetetereka. Kutetereka kwa gamba la dunia, matokeo yake ni kwamba maradhi ni mengi. Tupata sasa kansa kutokana na vyakula. Sasa tunapata kansa kutokana na miale ya jua. Matokeo yake, Mungu awabariki sana madaktari. Pale Ocean Road hakutoshi. Allah. Yaani ukifika Ocean Road, wale wagonjwa utadhani ni watu wamehudhuria hadhara. Ni haya matokeo ya haya. Moyo wa dunia unaumwa. Idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu. Ikitengamaa maana yake ulimwengu mzima utatengamaa. Lakini wenyewe wanasema hakuna tena uwezekano wa kutengamaa, bali ule moyo unazidi kuharibika. Ndio unaitwa ina koa. Kila siku unazidi kuharibika. Matokeo yake mzunguruko wa dunia wa kawaida si ule. Ya Rabb, Mungu atunusuru. Mungu atunusuru sana. Lakini kuna kitu cha kujifunza cha kielimu. Kule katika Qur'ani ni suratul Mutaffifin. Tukumbushane, inasemaje? Fi sijil. Nini ile? Inna kitabal abrari la fi illiyin. Sindivyo? Wa inna kitabal fujari la fi sijil. Kipi kinachotangulia? Inna kitabal abrari la fi illiyin wa inna kitabal fujari la fi sijil. Mimi nipo hapa kwenye asijil, na hii alqalbu. Alqalbu nini? Alubu dakhili, qalbu dunia. Hapa tuelezwa habari ya sijil, akisema maandishi ya watu wa ovu yamo katika sijil, akiwa na maana ya kwamba ni i'tibaru ma sayakunu. Yule ambaye kashaandikiwa kwamba huyu ni katika waovu, na wale malaika waandishi, sinasa ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Na kumetajwa hapo al-lafdhu kwa sababu
kwa kuchunga ghalabia, kwamba mtu makosa yake mengi yako kwenye ulimi, ndio maana kukatajwa hapo al-lafdhu, na kheri zake nyingi pia za urahisi ziko kwenye ulimi, lakini ni ala itlaqi al-ba'd biiradati al-kulli, ni amali yoyote utakayoifanya, na amali huwa ni kaulu na fi'li. Tofauti na fi'li ni fi'li tu, lakini amal ni kaulu na fi'li. Sasa kwamba pale anachokisema ni kwamba ahlul fujjar, baada ya kwamba imethibiti katika daftari la amali kwamba hawa ni waovu, la fi sijin, watakuwa ndani ya nini? Sijin. Sasa sijini ni nini? Nimekwenda sina na wafasiri wote, baadhi katika wafasiri. Sijini ni nini? Juu kuna kitu kinaitwa iliyin. Iliyin ndio juu kabisa ya arshi ya Mwenyezi Mungu, ndio aljannatul yawm fi iliyin. Pepo ya leo iko mahala huko panapoitwa iliyin, na iliyin ndio anga ya juu, ndio mbingu ya juu kuliko zote. Unavuka juu, ni juu ya arshi kama hadithi ilivyokuja. Lakini hapa kwenye pointi yetu ya alubu dakhili, tuizungumzie ardhi, tuizungumzie sijini. Sijini nayo ndio eneo la mwisho la chini katika dunia, katika ardhi. Hii ardhi ina tabaka 7. Chini kabisa tabaka ya 7 kuna mahala panapoitwa sijini. Huko ukiangalia katika al-Mustadrak al-Hakim, Mustadrak wa Imam Hakim na al-Mustadrak katika ilmu ya hadithi, maana yake ni kwamba ni zile hadithi sahihi ambazo kazipokea Imam Muslim na kapokea Imam nani? Bukhari, lakini hazipo kwenye sahihi Bukhari wala hazipo kwenye sahihi Muslim. Imamu huyu ambaye ni Hakim kazifanyia istidrak, kuunga pale ambapo palipofanyaje, palipokosekana. Katika Mustadrakul Hakim, kitabu hicho, kuna hadithi ambayo kaizungumza Abdullah ibn Salam. Anasema pepo leo ipo juu kabisa katika mbingu huko, mbingu ya juu kuliko zote ni iliyin, ni peponi. Limetajwa eneo pale, inna kitabal abrara la fi iliyin, ni kwamba hawa matokeo yake wanaoandikiwa kheri hawa watakuwa katika iliyin, lakini fujar fi sijin. Akasema na moto leo uko chini kabisa huko, chini ya ardhi huko, ndio kunaitwa ni sijin, ni al-ardu sufla. Sasa tunakuja moto kama umehifadhiwa huko, na kuna kitu hapa katikati kwenye tabaka ya juu kilomita nyingi kinachoitwa alubu dakhili, ambao kina moto mkali kuliko wajua. Hii yaonyesha nini? Yasomesha nini? Ukifanya tatbiq, ukifanya mukarana na hiki tunachokizungumza, ni kwamba yasomesha kwamba watu wa chini katika twaa watakuwa katika taabu na misukosuko, na watu wa juu katika twaa watakuwa katika neema. Lakini huko chini tena, huko chini ya ardhi, huu mlima ungekuwa ni wa volkano tuliokuwa nao huu, ungeona kwa wakati fulani kuna moto unatokea juu. Umefahamu? Ule moto asili yake ni ardhini. Kuna moto mkali huko ardhini, afu unapasua njia mpaka
unatokeza juu ya milima ambayo ina ardhi yake inaweza ikapitisha huo moto. Kwa ndugu zangu katika dini, tujiandaeni na kiyama. La pili, tunaingia katika mwezi wa Ramadhani. Ngoja leo mada tuzungumze kiyama tu. Mwezi wa Ramadhani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema inna min iqtirabi saa intifakhul ahilla. Asema hakika katika dalili za kiyama ni kuumuka mwezi kuvimba, kuonekana mkubwa. Lakini hii ni jumla tu ambayo ni mujmal, yahitaji tafsiri, yahitaji jumla tutafsiria, au yahitaji mubayyan kwa watu usulul fiqh. Mujmal yahitaji nini? Mubayyan. Mubayyan yake, ufafanuzi wake ni kusema ayura alhilalu lilailatin fayuqalu hadha ibnu lailataini, ni kuonekana mwezi lilailatihi. Ayura alhilalu lilailatihi, ni kuonekana mwezi kwenye usiku wake haswa ambao ndio umechomoza. Halafu watu waseme hadha ibnu lailataini, huu ni mwezi wa usiku mbili zilizopita. Si ndivyo inavyokuwa? Sasa Mtume anasema hii ndivyo tunavyojua. Jamani, watu watumie tu akili. Huu mwezi wa tangu juzi huu, si ndivyo inavyokuwa? Ukiona ile kama ipo, kama ishatokea, jua ni maneno ya Mtume, inna min iqtirabi saa, hakika katika kukurubia kiyama hali ni hiyo. Basi haya tuyachukue ndugu zangu, tuchukue huo moyo wa dunia, na walillahi alhamdu, Mheshimiwa Diwani katuelekeza tuanzie wapi. Tuchukue huo moyo wa dunia, lakini la pili tuchukue huu mwezi utakajitokeza kesho kutwa. Ukiona umetoka kwenye siku yake hapo, sema wajuzi, ushaingia kwenye maneno ya Mtume kwamba ni dalili ya kiyama. Kama hivyo ndivyo, tufanyeje? Usichezee wakati katika mwezi wa Ramadhani unaokuja. Jipinde sana, kwa sababu dunia ishaanza kuwasha taa ya parking. Madereva hii mnajua, dunia ishaanza kuwasha taa ya parking. Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri, aingize ndani ya nyoyo zetu ukweli wa dini, atupe ikhlasi, na atutengenezee mambo yetu ya dunia na akhera. Yoyote atakayekutwa na umauti awe ameridhiwa na Mwenyezi Mungu, na kikao hiki iwe ni sababu Mwenyezi Mungu awasame maiti zetu waliotangulia wa mji huu, na wazee wetu katika mahala mbalimbali, na mashekhe zetu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.